Kila ufanyalo fanya kwa upendo. Paulo alisema kila ufanyalo fanya kwa upendo. Upendo una nguvu sana ya kubadilisha mambo. Upendo una nguvu ya kubadilisha mambo. Na tunaweza tukaona mfano mkubwa ni wa Mungu alivyompenda mwanadamu. Hakuna kati yetu, hakuna hata moja alikuwa anastahili kuwa na mahusiano na Mungu, kupendwa na Mungu kama ambavyo Mungu anatupenda. Lakini Mungu jinsi anatupenda alimtoa mwanawe wa pekee. Na ndio maana leo sisi tuko hapa. Tuko kama ndugu kwa sababu ya upendo wa Mungu. Akamtoa mwanae akafa msalabani kwa ajili yetu. Alifanya kwa upendo. Mungu alifanya kwa upendo. Mungu alifanya bila kulazimishwa. Paulo anawaambia chochote ninachofanya fanyeni kwa upendo, msifanye kwa kulazimishwa, msifanye kwa kusukumwa. Unapofanya jambo kwa upendo, nyuma yake kuna baraka ya Mungu. Na unapofanya jambo kwa upendo, nguvu ya upinzani inakosa nafasi. Shetani tunasema kila siku shetani ni mpinzani kwetu. Anataka tuyafanye yaliyo kinyume na Mungu. Lakini kwa kupitia upendo wa Mungu kwetu, nguvu za shetani, Mungu aliweza kudhoofisha ule upinzani ulioko baina ya shetani na mwanadamu. Tukampenda Mungu, tukawa wana wa Mungu. Kwa hiyo anasema kila unalolifanya lifanye kwa upendo. Lifanye kwa upendo. Tunaweza tukaona jinsi ambavyo Mungu alitupenda. Mungu alitupenda. Mungu alidhoofisha nguvu ya upinzani baina yetu na shetani. Shetani muda wote ni kupinga tu, ni kutupinga tu safari yetu ya kwenda mbinguni. Ni kutupinga na kutupinga, lakini Mungu kwa ajili ya upendo wake alidhoofisha nguvu ya upinzani. Leo mimi na wewe tunachuchumilia, tunamwomba Mungu, tunaishi maisha haya, tunataka baada ya maisha haya tumuone Mungu, lakini shetani hapendi. Kwa upendo wa Mungu ndio akatufanya tuwe hivi tulivyo. Kwa hiyo kila tunachokifanya, Paulo anasema fanyeni kwa upendo. Kila unachofanya fanya kwa upendo. Usisubiri kulazimishwa, usisubiri kuambiwa, fanya kwa upendo. Maana Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Na chochote kinachofanyika katika upendo huwa kinaleta baraka. Chochote kinachofanyika katika upendo kinaleta baraka ya Mungu. Tunapofanya mambo katika upendo, tunadhoofisha nguvu ya upinzani unaotuzingira. Tunadhoofisha nguvu ya upinzani wa ibilisi baina yetu. Kila unachokifanya kifanye katika upendo. Usifanye kwa kunungunika, usifanye kwa hasira, usifanye kwa kususa. Fanya kwa upendo, kwa moyo wa kupenda. Usifanye kwa kukomoa, fanya kwa upendo. Kama Mungu alivyotupenda, akamtoa mwanawe kwa ajili yetu. Bwana Yesu asifiwe sana.